Karibu sana Wealth and Lucky Links Tanzania, sehemu pekee unayopata fursa ya pekee ya kujifunza pete mbalimbali ambazo zimekuwa zikitumika na watu mbalimbali duniani katika safari zao za mafanikio. Na kwa uzuri zaidi katika wakati huu tuko na pete ya Pishu Ring ambayo origin yake ni nchini China, yaani asili yake ni nchini China. Tumeshapata fursa ya kujifunza maana halisi ya mnyama Pishu kupitia sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili tukajifunza faida za mnyama Pishu kwa mvaaji wa pete ya Pishu, na sehemu ya tatu tukajifunza zaidi nguvu ambayo iko katika pete ya Pishu. Na sasa tunakwenda sehemu ya 4 ambapo tutajifunza zaidi kuhusu miiko ama masharti ambayo pete ya Pishu Rings iko nayo, ama miiko ambayo mvaaji wa pete ya Pishu Rings anatakiwa kuifuata ili kuhakikisha pete ya Pishu Rings inakuwa na ufanisi mkubwa kwenye matokeo ama kumpa matokeo mazuri zaidi kwenye shughuli zake na vitu vingine pia. Karibu sana na nitaomba nianze moja kwa moja. Sharti la kwanza la pete ya Pishu Rings, pete ya Pishu Rings haivaliwi na mwanaume au mwanamke mwenye umri wa zaidi ya miaka 70. Pete ya Pishu Rings haivaliwi na mwanaume ama mwanamke mwenye zaidi ya umri wa miaka 70. Kwa nini haishauriwi wala haivaliwi au haitakiwi kuvaliwa na mwanaume au mwanamke mwenye umri wa zaidi ya miaka 70? Ni kwa sababu zaidi ya moja. Kwanza, umri wa miaka 70 watu wengi wanakuwa tayari wameshastaafu, yaani wameshasimama kukimbizana kwenye shughuli za utafutaji. Wengi wao wanakuwa ni muda wa mapumziko. Lakini pili, kwa umri wa miaka 70 kwa sehemu kubwa hakuna mtu ama shirika ambayo mtu anaweza akahangaika kumharibia mipango mtu ambaye ana umri wa miaka 70. Yaani sio rahisi. Hawa ni watu ambao hawazingatiwi kwenye uwanja wa mapambano ukilinganisha na mtu mwenye umri kati ya miaka 25, 30, 35, 40, 45, 50 hadi 60 humo. Hawa ni watu ambao wanapitia changamoto nyingi sana, kwa sababu unapofanya kitu kikaonekana, watu wanakuwa wana mtizamo tofauti kuhusiana na jitihada zako, juhudi zako, pamoja na matokeo unayoyapata. Na kwa bahati mbaya watu kila mmoja ana kusudi lake. Kuna mtu mwingine kutizama kitu na akanuia jambo fulani, basi jambo linaharibika kabisa. Kuna mtu mwingine kuona biashara mtu mwingine napiga hatua, akishanuia katika nafsi yake, basi mambo hayawezi kwenda kabisa. Na hii ni dunia yenyewe, na hauwezi ukasema mimi sitaki kikinikuta au mimi sitaki kikwangu kitokee. Kwa hiyo sharti la kwanza ni hilo, haivaliwi na mwanaume au mwanamke mwenye umri wa zaidi ya miaka 70. Sharti nambari 2, haivaliwi na kijana wa kike ama wa kiume ambaye ana umri wa chini ya miaka 17. Haivaliwi na kijana au mtu mwenye umri wa chini ya miaka 17. Kwa nini? Kwa sababu umri chini ya miaka 17, hawa bado wanakuwa wapo katika hatua za malezi, bado wapo kwenye mikono ya wazazi. Kwa maana hiyo wengi wao ama wote wengi wanakuwa hawajaanza rasmi kujitegemea na kuwa na shughuli za utafutaji, na kwa njia hiyo vitu vingi wanavitegemea kutoka kwa familia, na kwa sehemu kubwa hawakutani na changamoto zozote ukilinganisha na mtu ambaye ana umri wa miaka 25 hadi miaka 60 hapa katikati, ambao wapo kwenye uwanja wa mapambano, hasa kwenye maeneo ya utafutaji wa riziki. Kwa hiyo hilo ni sharti nambari 2. Sharti nambari 3, pete ya Pishu hautakiwi kulala nayo.
pete ya pishu haitakiwi kulala nayo. Ziko sababu nyingi, lakini miongoni mwa sababu kubwa, pete ya pishu haiendani sana na period ama hedhi ya mwanamke. Sasa unafahamu sisi ni binadamu, tunaishi na wenza, na kuna wakati mwenzi anaweza kaingia period bila kutarajia au bila kukushirikisha kwamba ameingia period, na mwisho wa siku ikaathiri ufanisi wa pete ya pishu. Na kwa njia hiyo tunashauri mtu usilale nayo pete ya pishu. Unaweza ukaamka, kwangu mimi binafsi nimeamka asubuhi, ratiba inaanza, nimemaliza ratiba za bafuni, nitapaka mafuta, nitafanya hiki, nitavaa, and then baada ya hapo nachukua pete yangu naiweka mkononi mwangu. Na eneo ambalo mimi nahifadhi pete yangu ni eneo ambalo haiwezi kupotea, na mara zote ninapohifadhi pete yangu nahifadhi kwa mnyama pishu akiwa anatizama lango, yani mnyama pishu akiwa anatizama mlango, kwa sababu nyakati zote usiku na mchana pishu anafanya kazi. Pishu usiku na mchana anafanya kazi, yani hata kama hujamvaa umemweka mfukoni anakuwa anafanya kazi. Kwa hiyo inapofika hivyo, nimevaa hapo, natoka naenda kwenye pilika zangu, na inapofika jioni the same, kabla sijafanya jambo lolote nyumbani, jambo la kwanza nitatoa pete yangu ya pishu, nitatoa saa yangu vizuri kabisa, nitatoa bracelet zangu mkononi vizuri kabisa, na vitu vingine vyote ambavyo viko mikononi, and then naweka pembeni, naendelea na shughuli zangu za kufanya kazi. Kama kuna jambo nahitaji kulifanya, kama kuna kitu nahitaji kufanya, na tekeleza majukumu yangu vizuri kabisa. Lakini sharti la 4 ni sharti la ama pete ya pishu hairuhusiwi kujaribiwa na mtu mwingine baada ya yule mvaaji wa kwanza. Hapa tunaweka mfano, kwa baadhi ya umri, kuna wakati unakuta mtu anakuwa umevaa kitu, anakuambia naomba nijaribu. Hasa hairuhusiwi kwa mtu ambaye umevaa pete ya pishu kuitoa pete ya pishu mkononi mwako ukampa mtu mwingine aweze kufanyaje, kuijaribu. Kwa nini hairuhusiwi? Kuna sababu zaidi ya moja, lakini kubwa zaidi, pete ya pishu inafanya kazi kwa kutengeneza combination, bond kati ya wewe mvaaji na yenyewe. Sasa inapotokea umeitoa mkononi ukampa mtu mwingine akaivaa, tafsiri yake ni nini? Unakuwa kama unaivuruga ama inapoteza signal, na hivyo kupunguza ufanisi wa kukupa matokeo makubwa kwenye upande wa wewe unapokuwa umerudisha kwenye mkono wako. Kwa hiyo kama mtu anakuwa na maswali sio anahitaji kupima, ni simple tu, mwambie aende Google, afike pale, asome, ajifunze, ataelewa kila kitu kuhusu nini, kuhusu pete ya pishu. Ama aende YouTube, asome, ajifunze, ataelewa kila kitu kuhusu pete ya pishu. Na pengine ukipata nafasi pia unaweza kumwambia, bwana, ingia YouTube, angalia kwenye channel ya Wealth and Lucky Rings Tanzania, atapata fursa ya kujifunza kupitia hizi video ambazo tumekuwa tukiziweka hapa. Lakini usiruhusu akaipima, yaani ukatoa pete yako and then yeye akaipima. Hapa utagundua katika masharti mengi, sharti kubwa zaidi ni sharti la 3, sharti ambalo linaitaka usilale na pete ya pishu mkononi. Hili ndio sharti namba 1 ambalo tunatakiwa kulizingatia sana, kwa sababu linaathiri sana pete ya pishu, ama linaathiri sana ufanisi wa pete ya pishu, hasa inapotokea imetokea hali labda imeshikwa, amefanyaje. Lakini yako mazingira ambayo sasa ile sharti tunakuta mbona kama ni ukoloni. Kwa mfano, wewe tunafanya kazi kwa kushirikiana na watu mbalimbali kwenye jamii. Tunafanya kazi kwa kushirikiana na watu mbalimbali kwenye jamii, wakiwepo wanawake, na kuna wakati unalazimika kusalimiana naye, na wakati huo uko na pete yako mkononi. Lakini kuna wakati mwingine nilipata fursa ya kuzungumza na watu kutoka Arusha, Kilimanjaro. Wao wanasema ni watu ambao wanapenda sana pombe,
Kwa hiyo mara nyingi sana wanakuwa kwenye pombe. Sasa inakuwaje pale unapokuwa kilabuni, aidha kwenye bar unakunywa pombe, alafu hauelewi kama mtu labda yuko period na vitu vingine, alafu akashika na nini. Kwa sehemu kubwa huwa haiathiriki kirahisi sana. Jambo la kwanza, haiathiriki kirahisi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu chukua mfano mdogo, kama kitu haikijadhamiliwa basi hakinaweza kisiwe na madhara. Yaani kama wewe unaweza kufanya kitu bila dhamira, kukusudia, hicho kitu kinaweza kisiwe na madhara kwako. Kwa hiyo pete ya pishu pia huwa sio kwamba ikiguswa tu na mwanamke basi inaleta shida, hapana. Kwa sababu wanawake nao wanavaa pete ya pishu, na inashauriwa wavae mkono wa kushoto na mkono wa kulia kidole cha tatu kutoka mwisho. Inashauriwa wavae vizuri kabisa. Ingawa kwa sehemu kubwa unaona wanawake wengi sana wanavaa bracelet. Hao ni wengi sana kuliko kuvaa pete ya pishu. Kwa sababu ukiangalia pete ya pishu yenyewe imekaa kiume hivi, imekaa kiume. Sasa watu wengi sana huwa hawapendi kwa wanawake, kwa hiyo wanavaa sana bracelet, na ambazo nafikiri tutazileta wakati unaofuata. Kwa pete ya pishu iko vizuri na iko na hayo masharti machache sana ambayo bila shaka umepata fursa ya kujifunza, na hakuna masharti mengine zaidi ya hapo. Na sasa swali litakuwa ni je, nini kitatokea iwapo nitakiuka masharti ya pete ya pishu? Video itakayofuata tutaweza kujibu swali hili vizuri kabisa, ili kuhakikisha watu tunapata ufahamu wa pamoja katika kuielewa pete ya pishu, kwa sababu pete ya pishu kama ambavyo nilisema ni utamaduni wa China, wa watu wa China, lakini sasa unakwenda umekishakuwa ni utamaduni wa dunia, kwa sababu watu wengi sana wanaitumia pete ya pishu kwenye maeneo tofauti tofauti, sio tu China. Lakini vile vile pishu ni global links. Kwa hiyo sio kwamba labda ni kitu cha kificho, yani ni kitu ambacho unatoka hapa sasa. Unavyotoka hapa baada ya kutizama hii video, nenda YouTube, angalia video, jifunze. Nenda Google, soma makala mbalimbali za wachambuzi mbalimbali, shuhuda mbalimbali kuhusu pete ya pishu, ili kuhakikisha unaongeza ufahamu kuhusu pete ya pishu, kwa sababu ni muhimu sana watu kujifunza na kuielewa vizuri hii pete ya pishu, hasa namna inavyofanya kazi. Lakini vile vile unapopata fursa ya kujifunza, inakupa uelewa mkubwa zaidi ukilinganisha na hapa ambapo natumia lugha nyepesi inayoeleweka kwa watu, lakini sijaweka mambo hayo complicated sana kwa watu, na ndio maana unaweza kuona hata miko nimeweka michache sana ili isiwe complicated kwa watu, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo sio lazima sana vikaweza kufuatwa. Lakini ukienda Google ukaweza kujifunza, naamini utapata fursa ya kujifunza vitu vingi zaidi. Pete za pishu ziko chache sana. Weka oda yako kupitia 0710422989. Unaweza ukapiga simu, unaweza ukatuma ujumbe, ama unaweza ukatuma ujumbe WhatsApp. Gharama ya pishu links kwa sasa ni shilingi 80,000, na gharama hizi zinahusisha gharama za usafirishaji kutoka Dar es Salaam kukufikia popote ulipo ndani ya Dar es Salaam na hata nje ya Dar es Salaam. Kubwa zaidi haipungui, kwa hiyo 80,000 haipungui. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuwa na bwana naomba nipunguzie, hazipungui. Lakini vile vile kwa wale ambao wanakuwa na wasiwasi kuhusiana na delivery, kwamba bwana nikifanya malipo nitafanyaje, nitatapeliwa, nitafanyaje? Ni simple sana. Nenda katika mitandao yetu ya kijamii, nenda Facebook, angalia reviews ama maoni ya watu wengine wanaongea nini kuhusu huduma zetu, hasa kwenye eneo la delivery pamoja na ufanisi wa pete ya pishu. Nenda Instagram, angalia kwenye ukurasa wetu wa wa Wealth and Lucky Links Tanzania, uone watu wanazungumza nini kuhusu huduma zetu pamoja na delivery kabla hujaja kuagiza. So unapokuja unakuta mtu anakuambia bwana, mimi nitajiridhishaje kama ni nani, kama ni uhakika na vitu vingine. Nenda kwenye
mitandao yetu ya kijamii Facebook, nenda Instagram, utaweza kuona namna watu ambao wanapata huduma 24 hours tunatuma. Na uzuri tunatuma pete ndani ya masaa 24 unakuwa umepokea pete yako. Kwa maana tukituma alasiri saa 9, kesho asubuhi saa 2, saa 3 unapokea pete yako mikoa yote except Mwanza na ile mikoa mingine ambayo iko mbali. Itachukua muda mrefu hadi kufika saa 7, saa 8 ndio unaweza kupokea pete yako. Lakini ndani ya Dar es Salaam na mikoa mingine ambayo iko karibu, pete ni ndani ya saa 24. Karibuni sana, usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kuhakikisha elimu inawafikia watu wengi zaidi.